Mlepa na Ndala. Aidha, lengo la mradi ni kuboresha ofisi ya kata kwa kusaidia utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kusaidia utunzaji wa nyaraka za ofisi. Namba 2, ujenzi wa ofisi ya kata. Ujenzi wa ofisi ya kata ya Ndala ulianza rasmi mwaka 2005 kupitia nguvu za wananchi, na baadaye ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ilisaidia kukamilisha baadhi ya maeneo machache yaliyokuwa yamebaki. Mpaka sasa ofisi ya kata ya Ndala haijakamilika maeneo muhimu yafuatayo: 1, kupiga ripu ukumbini na chumba kimoja cha wataalamu. 2, ni kuweka mfumo wa umeme katika vyumba viwili vya wataalamu. 3, kuweka dari au gypsum board. 4, ni kuweka frame 5 za milango na top zake. 6, ni kujenga lampu kusaidia watu wenye ulemavu kuingia ndani. 7, ni kupaka rangi nje na ndani. Vyote kwa pamoja kwa mujibu wa BOQ inagharimu kiasi cha shilingi milioni 8,840,625. Namba 3 ni ujio wa fedha za mfuko wa jimbo. Kata ya Ndala kupitia akaunti namba 30710015,441 ya NMB yenye majina ya Kata ya Ndala Development Account ilipokea kiasi cha shilingi milioni 3 tu fedha ya mfuko wa jimbo iliyotolewa na Mheshimiwa mbunge kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kata ya Ndala, ambapo miongoni mwa kazi zitakazofanyika ni: 1, upigaji wa ripu chumba kimoja na ukumbini. 2, ni kuweka frame za milango na top zake. 3, kupaka rangi nje na ndani. 4, ni kujenga lampu kusaidia watu wenye ulemavu kuingia ndani. Aidha, mpaka sasa vifaa vifuatavyo vimenunuliwa ambavyo ni: simenti mifuko 10, mchanga tripu 2, rangi za nje na ndani, white skimming, na milango inaendelea kutengenezwa. Jumla ya fedha iliyotumika ni shilingi milioni 2,250,000 na baki ni shilingi 750,000 ambayo itatumika kwa ajili ya kumlipa fundi sambamba na kutengeneza lampu. Changamoto: kutokana na uhitaji mkubwa wa ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya kata ya Ndala, tuna mapungufu yafuatayo. 1, ni kupungukiwa kiasi cha shilingi milioni 5,840,625 ili kukamilisha kabisa ujenzi wa ofisi hii ya kata, ambapo itasaidia kuongeza ufanisi katika utendaji kazi na kutoa huduma bora kwa wananchi wa kata ya Ndala. Hitimisho: Mheshimiwa mbunge na waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ndala, kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wananchi wa Ndala wametutendea haki katika kutuletea maendeleo ya nyanja zote ikiwemo elimu, barabara na maji. Aidha, tunakupongeza wewe kwa kuaminiwa na kupewa nafasi ya kuwa waziri, na Mheshimiwa Rais tunakuombea kwa dhati kwa Mungu akubariki zaidi. Pia tunakushukuru kwa kutupatia kiasi cha shilingi milioni 3 kwa ajili ya ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi hii, kwani kukamilika kwa ofisi hii utasaidia serikali kuendelea kuaminiwa na wananchi, pia kutoa huduma bora kwa wananchi, usalama wa nyaraka za kiserikali, pia itasaidia watumishi kufanya kazi katika mazingira safi na salama. Asante sana, Mungu akubariki. Naomba kuwasilisha. Kamati ya siasa ya kata, ODC, lakini pia na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na wananchi kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wasalamu alaykum. Kazi na utu. Mheshimiwa mwenezi, hii ni kata ya Ndala, hii ni kata ya 8 kuanzia tuanze asubuhi. Mheshimiwa mbunge Patrobas Katambi, mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini na waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwanza anawasalimia sana wananchi wa kata ya Ndala. Lakini pili, nilizungumza jana na mheshimiwa diwani wa kata hii, amesafiri yuko nje ya Shinyanga, na wasalimia sana. Naye pia anafahamu la ziara hii. Lakini tatu, mheshimiwa mbunge aliagiza tukague miradi hii ili ianze kufanya kazi. Mheshimiwa mbunge hapa ameleta shilingi milioni 3. Kama mnavyofahamu, mheshimiwa mbunge kwenye ziara yake ya mwaka jana alipokuwa anatumia chopa, lakini baadaye kuhitimisha pale Kambarage, aliahidi kukarabati ofisi hii kuleta fedha shilingi milioni 3. Kwa lengo wameoni sisi kuja hapa, nataka tuone hivyo vifaa vilivyonunuliwa. Then baada ya hapo sasa kazi ianze. Na ndio maana tukasema kwamba lazima wanachama, lakini pia na viongozi wa chama, hasa kiongozi wa kamati ya sasa, kiongozi na mwenyekiti wangu wa kata wa chama, nao pia washuhudie. Fedha hizi kimsingi ni fedha ambazo kimsingi mheshimiwa mbunge amemwomba rais. Ilikuwa ni milioni 61,694,000 ambao fedha hizi tumegawanywa kwenye kata mbalimbali. Hapa nimepata shilingi milioni 3.
Lakini ombi langu na ushauri wangu kwenye ofisi ya kata, tunafahamu ofisi ya kata ina kamati ya ujenzi, lakini pia ni ofisi ambayo kimsingi ipo hapa kata. Ni vyema, natashukuru sana ofisi kamati ya ujenzi pia imkishirikisha 100%. Lakini pili, kamati ya siasa ya kata nao pia ilikuwa ni sehemu ya kusimamia, kuangalia fedha inayotumika hii iende kwa kusudiwa. Lakini nikupongeze kwa risala hii mtendaji wangu wa kata, ndugu yangu Joshua. Kwanza nimepongeza namna ulivyoeleza ukutoa changamoto. Kuna baadhi ya maeneo tunafika tunasema changamoto, vifaa vimenunuliwa kwa sababu ya kuna vita ya Marekani na Irani kule, kwa hiyo bei imepanda ya baadhi ya vifaa. Hapa sijaona hicho kitu. Kwa hiyo nashukuru umekuwa mjanja kununua vifaa mapema. Umenunua bei ambayo kimsingi hata wananchi wakipiga mahesabu haraka haraka wakienda kununua hivyo vifaa kaenda kuulizia madukani, wanajua ni bei halisi ile imenunuliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge Katambi anawasalimia sana, na ameniagiza kwamba niwashukuru sana, niwapongeze, lakini pia naye pia na ziara yake. Hii ilikuwa ni ziara ambayo kimsingi kwa ameipanga yeye. Bahati mbaya kama unavyofahamu bunge limeanza, na yeye wizara yake mambo ya ndani nadhani wiki ijayo inawezekana ikapitishwa bajeti. Kwa hiyo yuko anaandaa mazingira kupitisha bajeti wizara mambo ya ndani ya nchi, na amesema kwamba atakapokuja sasa kwenye ziara jimboni anataka kuja kujua ile milioni 3 tumefanya kazi gani. Mimi ofisi yangu imekuja tu kuja kuona vifaa vipo. Nikitoka hapa namwambia nimeviona vifaa kata Ndala vipo 100%. Lakini akija mara ya pili anataka kujua kama mimi nilivyoviona na yeye akija vikute hivyo kufanyika, je, vimefanyika vitu gani? Ndio ziara hii ya kuja kuviona, kwa sababu fedha tunaleta lakini kimsingi lazima isimamiwe. Lakini pia niwapongeze wananchi kwa mara ya kwanza na kusimama mimi Ndala kwa kupiga kura za kishindo kwa viongozi kuanzia diwani, mbunge pamoja na rais, kwa kupitisha Chama cha Mapinduzi kwa 100% kwenye kata hii. Jipongezeni. Niwapongeze, kimsingi mmekuwa ni sehemu ya utulivu wa amani kwenye kata hii, kwa sababu hatukusikia baada hata uchaguzi watu wa Ndala tukusikia kutoka kuna fujo. Tunafahamu bado tuna ziara kwenye kata nyingi, nisiongee mambo mengi. Bado kuna ziara nyingi nisiongee, labda nimkabisha Nyangaka naye pia azungumze kidogo, then baada hapo mwenezi naye pia atasema neno kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya Shinyanga mjini. Asanteni sana. Kazi endelee. Mwenezi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya, viongozi wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Ndala, mwenyekiti na kamati yako ya siasa, viongozi wa jumba wa serikali za mtaa, wenye viti, viongozi wa chama, mabalozi kama wapo, polisi kata wetu upo, tunashukuru kwa kulinda amani ya nchi hii. Lakini tuombe mpe ushirikiano waziri wa mambo ya ndani, mfanye kazi kwa ukamilifu alizowatuma. Mimi naitwa Mariam Nyangaka, katibu mahusiano, ratibu na masuala ya siasa ofisi ya mbunge. Tumekuja kwa kazi moja tu, tukupongeze mtendaji, lakini ofisi ya mkurugenzi kwa ufuatiliaji mkubwa na namna ambavyo toka tumeanza na wewe toka asubuhi, pale ambapo tunakuta kuna manyoka kidogo, nimekuona na kuwa mkali. Kwa hiyo ni jinsi gani uko serious na swala hili. Mimi niwaombe tu watendaji mjiandae, kwa miaka yote 5 tutakuja. Mfuko wa jimbo hatutautoa tena kama tulivyokuwa tunatoa mwanzo. Pelekeni mkafanye. Yaani hiyo tumeshatoka huko sasa. Ni kiatu chini, mguu kwa mguu, fedha imekwenda kufanya kitu gani? Lengo kubwa ni kufuatilia fedha inafanya nini. Wananchi wanachotaka ni maendeleo. Tulipita kwenye kampeni, tuliomba kura na tukaahidi. Sasa impact ya kuahidi ionekane kwa leo, kwamba hao watu kweli waliomba kula, lakini hiki kitu wamekunja. Mfano kama leo hapa tumeona ofisi hii ikamilike, bado kuna milioni 5 na shilingi ngapi, sio? Umeelewa? Kwa hiyo tuwapongeze, kikubwa simamieni hii fedha iliyokuja. Lakini hapa niulize, milango ni mingapi inatengenezwa kwa fedha hii? Lakini pia rangi ni ndoo ngapi haujaweka pale? Ungekuwa umeweka pale tukajua kwamba ni milango kadhaa na ndoo za rangi hizo, kwa sababu baadaye tena tusije tukakutana tena na rangi za yenu, lakini nyinyi mko juu. Lengo kubwa ni kumsaidia mheshimiwa mbunge kwa kazi zake, lakini na mheshimiwa diwani, lakini pia mheshimiwa rais anatamani tufanye vizuri zaidi huku chini, ili na yeye aonekane amefanya vizuri zaidi. Na mwisho wa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi mwingine. Lengo la Chama cha Mapinduzi ni kuendelea kushika nini? Dola. Wengine wanapiga makelele jamani. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa, Mheshimiwa Mbunge anafanya kazi kubwa, serikali yake inafanya kazi kubwa. Asanteni sana viongozi wa chama.